Shalom mtumishi wa Mungu. Mimi ni Dr. Andrew Bahati na kukaribisha katika kipindi hiki siku hii ya leo niweze kushare na wewe kidogo kuhusiana na neno la Mungu katika mada ambayo tunaendelea nayo inayohusu msamaha wa Mungu. Na leo hii ninakukaribisha tena ili tuendelee katika hiki kipindi chetu cha kweli ya uzima ambacho tutakuwa tunaendelea nacho mara kwa mara katika channel yako pendwa hii ya YouTube. Usisahau kusubscribe na kuendelea kufaidi mafundisho haya kila wakati ambapo tunapokuwa tunaweka kwenye mtandao. Tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wakati huu na kwa ajili ya neema yako hii Bwana. Asante kwa ajili ya muda huu ambao umetujalia na kwa ajili ya msikilizaji huu na mtu yote atakayesikiliza kwa wakati wote. Nguvu zako Jehova zikawe naye Bwana. Tufundishe tukapate kujua maandiko yako, tukakuelewa wewe Mungu. Maana kuna naye kujua pasipo kujifunua. Jifunue kwetu Bwana siku ya leo tukaelewa msamaha wetu Bwana kwa ajili ya sifa na tukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu, amina. Ndugu mtazamaji, leo hii ndipo na wewe tena katika mada yetu hii ya msamaha wa dhambi ambao tunatazama msamaha wa dhambi kiBiblia. Ipo tofauti ya msamaha wa dhambi kiBiblia na msamaha wa dhambi kikawaida. Lakini natamani tuangalie zaidi msamaha wa dhambi kiBiblia maana yake ni nini. Na katika kuelewa hili somo itatulazimu kujifunza mambo kadha wa kadha ili mambo yetu yaweze kwenda na uelewa wetu ukapate kuongezeka. Malengo kuu ya masomo haya ni kutengeneza mazingira ya kuelewa zaidi msamaha wa Mungu kwa mwanadamu. Lengo la pili ni kufafanua kwa undani kosa la Adamu pale Edeni ili tupate kulielewa, na tukishalielewa ndipo tutakapoweza kuelewa habari ya msamaha wa dhambi ni kitu gani. Kuongeza imani yako ndani ya Kristo, lakini pia kuongeza uelewa wa maandiko kwenye maeneo ya Biblia ambayo yamkini yamekuwa hayafundishwi kwa undani. Labda kwa kuanza tungeanza kusoma na kile kitabu cha Ezekieli sura ya 18 aya ya 4 na ile ya 20. Neno la Mungu linasema, tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Aya 20 inasema, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa babaye, wala babaye hata uchukua uovu wa mwanaye. Haki yake mwenye haki itakuwa juu yake, na uovu wake mwenye uovu utakuwa juu yake. Haya ni maneno ambayo Mungu alikuwa anamwambia Ezekieli kwamba akitaka kudhihirisha kwamba matokeo ya dhambi ni kifo. Anasema roho ile itendayo dhambi itakufa, lakini pia roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Na tukisoma katika Agano Jipya tutakutana na wazo hilo hilo katika Warumi sura ya 6 aya 23 ambapo neno la Mungu linasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Anazungumzia habari ya matokeo. Anazungumzia habari ya matokeo ya dhambi, kwamba mtu akitenda dhambi matokeo yake ni kifo. Hapa anamaanisha ni yale matokeo ya dhambi yanayoweza kumpata mtu. Na katika hii sehemu tunaweza tukawa tunayaona mambo mawili muhimu sana. Na matokeo ambayo mojawapo ni matokeo ya dhambi ni mauti, maana yake ni kifo. Hii iko zaidi kwetu sisi binadamu. Baada ya kosa la kwanza la Adamu tulianza kufa. Lakini pia kitu kingine tunachokiona, mauti ni haki ya kila roho itendayo dhambi. Tumesoma katika aya ya 4 ya kitabu cha Ezekieli ya kwamba roho itakayotenda dhambi itakufa. Ile ni neno, ni declaration ya Mungu kwa wanadamu. Na neno la Mungu nikukumbushe tu kwamba huwa ni sheria. Mungu akisema jambo liwe liko hivi, ana establish sheria. Ili tuweze kuelewa kwa undani habari hii, naomba turudi kwanza mwanzo. Tunapotaka kuelewa zaidi habari ya kifo, lazima turudi kwanza kitabu cha Mwanzo ili tuweze kujifunza
angalau kidogo. Katika Mwanzo sura ya pili ile aya ya 15 na 17, Mungu baada ya kuwaumba wanadamu, baada ya kumuumba Adamu, Biblia inasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ya ilime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya mti wa bustani waweza kula. Matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Aya 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Msisitizo hapa upo katika ile aya 17 anaposema matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokufa utakufa, utakapokula hakika utakufa. Anaposema hakika ni Mungu alikuwa anathibitisha, ni kama alikuwa na hapa. Sehemu nyingine Biblia inasema, Paulo anaelezea kwamba aliposema hakika alitia kiapo. Sasa neno hakika Mungu akishazungumza akasema ni hakika, kwa sababu yeye hana wa kuapa kwake, maana yeye hana mkubwa aliye zaidi yake. Akisema hakika maana ameapa. Kwa hiyo hapa Mungu alitia kiapo kwamba hakika utakufa mtakapokula hayo matunda ya mti. Sasa hapa Mungu aliweka amri kwa kuangalia hivyo. Kwa kuweka hivyo maana Mungu aliweka amri ambayo kwa namna yote mwanadamu akivunja lazima alikuwa afe. Na kwa kuwa Mungu aliweka amri, na aliweka hiyo amri baada ya kuamua ya kuwakataza wasile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na katika tukisoma Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 6, tunaona mwanadamu anadanganywa. Huyu mwanamke anakutana na nyoka anamdanganya na anakula tunda na anampelekea na mume wake. Kwa kula tunda wakawa wametenda dhambi. Na tukisoma kitabu cha Yohana anasema dhambi ni uasi. Na uasi maana yake ni kujitangazia uhuru. Uasi ni kuasi serikali iliyopo na kutaka kuipindua. Kwa hiyo kitu gani kilitokea sasa baada ya kula hilo tunda? Mwanadamu alipokea, natamani tuangalie vitu vya msingi sana hapa, kitu ambacho kilichotokea baada ya lile tunda. Yaani kile kitendo cha dakika chache tu ambacho kilifanyika, sidhani kama kilimaliza hata masaa mawili. Kile kitendo cha dakika chache kilichofanyika cha Adamu kufanya negotiation na nyoka, cha Hawa kufanya negotiation na nyoka, Hawa kukubali kwenda kula lile tunda na kumpelekea mmewe, matokeo yake yalijitokeza ni makubwa ambayo yamegharimu vizazi na vizazi kwa miaka na maelfu ya miaka. Katika sehemu hii tunajifunza yafuatayo ambayo tunayaona baada ya kuasi. Mwanadamu alipokea asili nyingine ndani yake, yaani alipokea asili ya shetani. Asili ya shetani ni mauti. Uzima ulioko ndani ya shetani ni mauti. Uhai wa shetani au maisha alionayo shetani ni mauti, ni kifo, ndio maisha yake. Kwa hiyo mwanadamu alipokea asili nyingine, akaondoka katika ile asili ya kimungu akaingia katika asili ya mauti. Kwa hiyo akawa amekufa. Mwanadamu alipotea katika ufalme wa nuru na kuingia kwenye ufalme wa giza. Na hili tunaliona katika tunaposoma kitabu cha Wakolosai ile sura ya kwanza aya ya 13. Tunaweza tukasoma Wakolosai ile sura ya kwanza aya ya 13. Neno la Mungu linasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Neno la Mungu linasema alituhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Inatuambia nini hapa? Mwanadamu alipotenda dhambi, aliingia katika ufalme wa giza. Aliingizwa katika ufalme wa giza. Automatically alikuwa kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo Kristo baada ya kuja, maana yake alitaka kutuhamisha sasa, kutuondoa kwenye ufalme wa giza ili kutuleta katika ufalme wa Bwana wa pendo lake. Baada ya kufa pale msalabani, Paulo anazungumza ya kwamba baada ya Yesu kufa pale msalabani, kufufuka, akapaa mbinguni, akadeclare kwamba tumeokolewa. Biblia inasema alituhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, akatuingiza kwenye ufalme wa Bwana wa pendo lake. Hii moja kwa moja inatupa
kujua kwamba kumbe mwanadamu alipotenda dhambi sio tu kwamba alimkosea Mungu, bali alipokea asili ya shetani ya kifo, lakini pia alihama, akaondoka kwenye ufalme wa Mungu, akaingia kwenye ufalme wa giza. Aliondoka kwenye ufalme wa nuru, akaingia kwenye ufalme wa giza. Kitu kingine tunaona kitu gani katika Isaya? Mwanadamu alipotea. Kitu ambacho tunaweza kuona kingine ni mwanadamu kupoteza mamlaka aliyokuwa nayo, akajikuta yuko chini ya utawala wa giza. Baada ya hapo mwanadamu alipotea kabisa mbele za Mungu. Na alipopotea mbele za Mungu akajikuta yuko kwenye utawala wa giza. Na hapa tusome kitabu kile cha Wakolosai, kitabu cha Wakorinto, waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya 4 aya ya 4. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya 4, ile aya ya 4. Neno la Mungu linasema, naomba nianzie ile aya ya 3. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake Mungu. Hapa anazungumzia kwamba Mungu wa ulimwengu huu ametia giza akili zao ili isiwazukie nuru ya injili. Maana yake kwamba walikuwa kwenye giza, walihitaji nuru ya injili. Na kwa sababu walikuwa kwenye nuru ya injili, Mungu wa ulimwengu huu hapa ameelezewa ni shetani. Kwamba baada ya ukuasi kwa mwanadamu, shetani alitake control. Alichukua utawala wa dunia hii, ukawa chini yake. Mwanadamu aliingia katika ufalme wa shetani. Na kwa sababu dunia alikuwa amekabidhiwa mwanadamu, katika ile Mwanzo sura ya kwanza, ile aya ya 28, mwanadamu alikabidhiwa utawala wa dunia hii. Aya 28 inasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Angalia Mungu alipowapa mamlaka, aliwapa mamlaka ya utawala juu ya vitu vyote vilivyopo hapa duniani. Baada ya uumbaji, viumbe vyote alivyoviumba Mungu alimkabidhi mwanadamu ili aweze kuvitawala. Lakini cha kushangaza, mwanadamu alipomtii shetani, alipokubaliana na ushawishi wa shetani, akajiweka chini ya utawala wa shetani. Alipojiweka chini ya utawala wa shetani, shetani akabaki kuwa ni mtawala. Mwanadamu akapoteza utawala wake hapa duniani, mamlaka yake yote yakapotea. Kwa hiyo sasa tokea pale kila chochote alichotaka shetani kufanya duniani alikuwa anafanya. Kila chochote alichotaka kumfanyia mwanadamu alikuwa anafanya. Ni kwa sababu mwanadamu aliwekwa chini ya utawala huo wa shetani. Kingine ambacho tumeona hapa ni tunaweza tukaangalia tukakiona hapa ni kwa sababu alipoteza sura ya Mungu, mwili wake ulipoteza au ulipokea ile hali ya kufa. Tokea kile kipindi ambapo mwanadamu alitenda dhambi, Biblia haituambii kama mwanadamu alikuwa ni wakufa. Haituambii hivyo. Lakini tokea kitendo cha kufa kimekuja kuonekana katika sura ya 3. Mungu anatoa adhabu. Anamwambia wewe utoka mavumbini na mavumbini utarudi. Kwa mantiki ya kwamba kitendo hicho cha kumwasi Mungu, kitendo cha dhambi kilimsababishia mwanadamu kifo. Baada ya kupokea ile hali ya kifo ya mauti ndani yake, ndipo ambapo hali ya kufa ikaendelea kutenda kazi ndani yake. Magonjwa yakaanza kuingia na kushambulia mwili wake. Mwanzoni ulikuwa hauwezi kuugua mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu ulikuwa umeshatengenezwa kwa namna ambayo ulikuwa na uzima wa namna ya Mungu. Lakini baada ya kutenda ile dhambi ukapoteza ile hali, ukapokea hali nyingine ya giza. Ulipokea ile hali ya giza, magonjwa yakawa ni changamoto tena kwake. Katika Warumi sura ya 23 tunatakiwa kufahamu mambo ambayo kuna mambo ya msingi sana ambayo tunatakiwa tuyafahamu katika hii Warumi sura ya 23.
Na natamani niweke wazi hapa kwa sababu ya changamoto za kiuelewa wakati mwingine kwenye baadhi ya mafundisho na kukosa ufafanuzi sana wa ndani. Katika ile Warumi sura ya 23 ambao anasema kwamba mshahara wa dhambi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna vitu ambavyo hapo tunaweza kujifunza na kuweza kujua. Mwanadamu hadaiwi wala hakudaiwa na shetani kumlipa mauti ndipo awe huru, bali alidaiwa na Mungu. Yaani ninachomaanisha hapa, pamoja na kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, aliyekuwa anadai mauti sio shetani. Pamoja na mwanadamu kuwa chini ya shetani, shetani hakuwa na uwezo wa kudai mauti. Yaani lile deni la mauti alilokuwa anadaiwa mwanadamu, ile mauti aliyokuwa anadaiwa mwanadamu aliyopokea, shetani hakuwa na demand, hakuwa na legal demand ya kudai huyu mwanadamu afe. Hakuwa. Ndio maana hapa nimesema mwanadamu hadaiwi wala hakudaiwa na shetani kumlipa mauti ndipo awe huru, bali alidaiwa na Mungu. Ni Mungu aliyekuwa anamdai mwanadamu. It was the legal demand, the demand of justice. Ni hitaji la haki ndani ya Mungu. Mungu, kumbuka mpenzi mtazamaji, Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mwenye upendo, Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye hasira pia. Ana hasira. Katika hii, kwa sababu ni mwenye haki na ameshasema mwanadamu akitenda dhambi atakufa, huyu mwanadamu ni lazima afe. Kwanza ni lazima afe. Na kwa sababu ni lazima afe, kwa hiyo sasa sio shetani aliyekuwa anadai mwanadamu afe. Sio shetani aliyekuwa anadai mauti kwa mwanadamu. Ile mauti ni nature aliyoipokea kutoka kwa shetani. Mwanadamu alipokea mauti kutoka kwa mwanadamu, kutoka kwa shetani. Mwanadamu alipokea mauti kutoka kwa shetani, lakini aliyekuwa anadai na deni alilokuwa nalo mwanadamu ni mbele za Mungu, wala haikuwa mbele ya shetani. Deni alilokuwa nalo mwanadamu ilikuwa mbele za Mungu, haikuwa mbele ya shetani. Kitu kingine ambacho nataka tukione, deni alilolipa Yesu hakumlipa shetani ili atuachie tuwe huru, bali alilipa hitaji la haki, au kwa Kiingereza tunaita the demand of justice. Alilipa hitaji la haki mbele za Mungu ili turejee tena mbele zake. Ni Mungu aliyekuwa anafanya hiyo kazi. Baada ya mwanadamu kupotea mbele za Mungu, baada ya mwanadamu kufariki, ni Mungu akaanza kumtafuta mwanadamu kumrudisha. Lakini alikuwa anamtafuta legally, amrudishe legally, sio kwa upendeleo. Alikuwa hataki kuvunja neno lake. Alitaka amrudishe kwa haki. Kwa haki yake yule Mungu. Baada ya kutenda dhambi pale Edeni, kilichomsumbua sana Mungu sio kitendo, bali ile hali aliyoipokea mwanadamu ndani yake, yaani hali ya mauti. Kitu kikubwa ambacho ni changamoto hata leo hii mbele za Mungu ni ile nature. Na ndio maana tunasisitiza watu wamkubali huyu Yesu, wampokee huyu Yesu, wamwamini Yesu, kwa sababu kutenda matendo mema pasipo kumkubali Yesu, pasipo kukubali kazi ya msalaba ni bure. Kinachomsumbua sana Mungu ni ile nature. Wewe ni nature. Uko katika hali gani? Uko sehemu gani? Uko sehemu gani? Ukiondoka katika hiyo sehemu, ndipo usalama wako unapopatikana. Ujio wa Yesu ulikuwa ni kumrudishia mwanadamu asili yake. Ujio wa Yesu ilikuwa ni kumrudishia mwanadamu asili yake. Na ndio maana tunasoma katika kitabu cha Yohana ile sura ya 10 aya ya 10 inasema, mimi mwizi aji ili auwe, kuchinja na kuua, bali mimi nalikuja ili wawe na uzima. Kwa Mungu alikuja kurejesha uzima ndani ya mwanadamu. Tukisoma ile Warumi sura ya 5, Warumi sura ile ya 5 ile aya ya 19. Warumi sura ya 5 ile aya ya 19. Neno la Mungu linasema,
Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Manake tuliingizwa katika hali, katika nature ya wenye dhambi. Lakini Kristo kwa kutii kwake pale msalabani tuliingizwa katika hali ya haki, ya kuhesabiwa haki. Kwa hiyo mtu anayemkubali Kristo leo, anayemgeukia Yesu, anaanza kuhesabiwa haki kwa sababu ya kazi ya msalaba, kwa sababu ya kazi aliyoifanya Kristo pale msalabani. Okay, tuendelee. Kwa hiyo msamaha wa dhambi sio kuachilia na kuondoa adhabu ya kosa ulilofanya, bali ni kulipa hitaji la haki ili huyu mwanadamu apokee tena uzima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo msamaha wa dhambi sasa, kutoka hapa tulipoanza kuzungumza, utagundua kwamba sio ni kusamehe, kwamba nimekusamehe, nimekuachilia mbele za Mungu. Spirits are legalistic. Roho ni legalistic sana. Ukikosea roho hainaga msamaha. Ni lazima ulipe. Spirits huwa hazina msamaha. Hakuna msamaha katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho hakuna msamaha. Ni kulipa price, is to pay the price. Ni kulipa kile unachodaiwa. Kwa hiyo kilichofanyika hapa, Mungu alichokuwa anakifanya kumtuma Yesu Kristo kuja kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya kuja kulipa ile hitaji la haki, to pay the demand of justice that was before God. Ile hitaji la haki lililokuwa mbele za Mungu, lililokuwa linamzuia Mungu kutuita watoto wake tena, ni lazima lilipwe ili sisi turejeshe, tuhesabiwe haki, tuwe watoto wake tena. Tunaposema msamaha wa dhambi, tunamaanisha kulipa deni la hitaji la haki lililokuwa ndani ya Mungu, lililodai mauti na paswa kulipwa, ndipo mtu huyo apokee uzima wa Mungu. Narudia tena hapa. Tunaposema msamaha wa dhambi, tunamaanisha kulipa deni la hitaji la haki lililokuwa ndani ya Mungu, lililodai mauti inapaswa kulipwa, ndipo mtu huyo apokee uzima wa Mungu tena. Mpenzi mtazamaji, kwa tumejifunza hapa kwa kifupi sana, tumeweza kuona roho hazina msamaha. Katika ulimwengu wa roho hakuna msamaha, ni lazima kulipa. Kwa hiyo wanadamu ilikuwa tulipe. Ndio utaelewa kwa nini Yesu alikuja. Yesu alipokuja ni kwa ajili ya kulipa deni letu. Ni kwa ajili ya kulipa, kusatisfy, kutosheleza hitaji la Mungu lililokuwa katika moyo wake. Hitaji la Mungu lilikuwa ni kumrudisha mwanadamu kihalali. Mungu ni mwenye haki. Kumrudisha mwanadamu kihalali mbele zake. Na atamrudisha vipi kihalali mbele zake wakati yeye Mungu kashasema utakapotenda dhambi utakufa hakika. Na kweli mwanadamu alikufa baada ya kutenda dhambi, lakini Mungu anataka kumrudisha. Ni lazima azaliwe upya. Ni lazima mrudishe. Ni lazima alipe ile deni. Alipe, pay the price, ili kuturudisha kwake. Kwa hiyo msamaha wa dhambi mbele za Mungu, msamaha wa dhambi. Tunapozungumzia habari ya msamaha wa dhambi, tunazungumzia habari ya kulipa deni la hitaji la haki lililokuwa ndani ya Mungu, alilodai mauti inapaswa kulipwa, ndipo mtu huyo apokee uzima wa Mungu. Kwa hiyo sio kumlipa shetani. Msamaha wa dhambi alichokuja ukifanya Yesu sio kumlipa shetani, ni kumlipa Mungu. Kumbuka Yesu alikuwa ni Mungu. Ni Mungu aliye take initiative kuweza kujisatisfy yeye mwenyewe, kujitosheleza hitaji lake yeye mwenyewe alilokuwa nalo kihalali, legally. Ninakushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kufuatiliaji, kwa kuweza kujifuatilia tena siku ya leo. Ninakukaribisha kwa siku nyingine. Mungu aendelee kukutia nguvu, Mungu aendelee kukuimarisha. Tunaendelea kujifunza mambo mengi na muhimu sana katika imani yetu. Tutaendelea na somo hili kwa wakati mwingine, tutajifunza habari ya ukombozi. Tutaingia kwa undani zaidi kujifunza msamaha wa dhambi nini na kipi kilifanyika pale msalabani. Asante sana na nakutakia usiku mwema. Asante.